Yes, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Mungu akutende mema, kubariki na kuinue, na vile vile ukupenda zaidi ya kupeleke katika kiwango kingine. Natumai dada na ndugu wenzangu, mgali bweli wa uzima wa Bwana, mgali mrido na Kristo, mgali mmesimama kidete katika imani. Vile vile kama unavyoniona, mimi ni gari nimesimama kidete katika imani, ni gari basi ninamakinika katika nafasi yangu ambayo ni nafasi ya kukunenea injili mwafaka, injili sahihi, injili yenye mwelekeo, injili yenye inaweza kukuokoa na pia vile vile kukupeleka na hata katika kiwango kingine. Basi sina mengi, bali nina machache tu ambayo ningetaka kusemeshana nawe, na ninajua utajengeka na utainuliwa na vile vile utapelekwa na hata katika kiwango kingine. Basi makinika tu katika nafasi yako, or just pay attention for a while. I know very clearly, ladies and gentlemen, mtabarikiwa na utainuliwa. And you'll be encouraged, yaani na utajengeka na hili neno mwafaka, neno sahihi. Katika kitabu chake ni kitabu cha Isaiah 55 chapter 1, the scripture stated very clearly, ladies and gentlemen, even if this is not my topic, lakini ni vile tumesikia niguzie pale. Joni nyinyi nyote ambao mugali muna kiu, Joni nyinyi nyote mukule na mukunywe kusipo kutoa fedha. Haleluya. Na pia hapo chini Biblia inauliza kwamba ni sababu gani wewe kaka, wewe mama, watoa dhamana ama watoa fedha kwa ajili ya chakula kisipofaidi mwili wako? Isaya mwana wa Bwana ama nabii wa Mungu alikuwa ananenea injili yenye inauzwa pesa mingi, ili hali ni injili haiwezi ikakufaidi, ama vile vile haiwezi ikakujenga, ama haiwezi pia upera zaidi ikakusaidia. Ninachokiongelea ni kipi, ndugu na dada mwenzangu? Ninataka kuongelea kitu kinaitagwa chakula. Ni aina mbili, kuna chakula ya kiroho na kuna chakula ya physical. Remember, life is spiritual, ama the real man, it is not a matter of outwardly, but it is a matter of inner man who is a spirit. Na diposa uangalie hapa unapo nastaki ati hiyo kitu ifanyike, lakini wacha nikusauri ama pia nikuelezee kwa kina ili ukapata kunielewa, ama vile vile ukapata kufahamu ninachokisema ni kipi. Sijui kana kwamba usai kuwa karibu na mtu anakufa, anakuwa analusa dhali, anafanya hivi, anauma hata ulimi hivi, inakuwaga ni impact ya roho na mwili zinapoachana, kwa sababu ni kitu imestika. Sikiliza hapa nikwambie sasa. Unapotaka kuelewa chenye ninasema ni hiki. Kama wewe mtu wako wa ndani utaendelea na kumpatia chefesefe, chakula ambacho hakina nguvu. For example, tuseme hapa kuna mtu anaitwa Karanja, mimi basi niko hapa, mimi nikule doma na nikule mianga na nikule viazi tamu ambazo ni ngwasi. Mimi katika mwili huu wa nje ama katika mwili wangu nitakuwa na nguvu kiwango. Adui akikuja hapa tuseme ni kulimana mangumi, basi mimi nitamweka chini kwa sababu nina nguvu. Lakini Karaja pale akule spaghetti na mchele. Haleluya. Karaja akikutana na Oduro mwenye amekula ugali ya Kidhei na domana, kwa sababu Oduro atamweka chini haraka sana. Tuelewane hapa. Kwa sababu Oduro ako strong, kwa sababu anakulaga chakula cha kutia mwili nguvu. Lakini Karaja amekula sefe. Sasa nisikilize hapa kwa makini wewe dada. Sasa pia kuna chakula cha kiroho. Chakula cha kiroho ni chakula cha kutia mtu wako ndani ambayo ni roho wako. Kwa hivyo kama umezoea chakula chepe, mchele na spaghetti, hiyo basi wewe mtu wako wa ndani ama mtu wako wa kiroho hata kuwa na nguvu. Na ikiwadia ama ikitamatia ni vita za kiroho ama ukipenda zaidi majaribu, my friend, utawekwa chini, sababu you are not strong spiritually. Sasa chakula ya kichepechepe ndio hii. Chunga sana kupewa chakula ya kichepechepe na mapasta. Kuna mapasta wanaendaka kwa Biblia, Biblia naenda na piki verse 1 Jeremia 15, ati watapigana na wewe na hawatakuweza. Sema amen, haleluya. My friend, hiyo ni chepechepe, ni spaghetti, utapigwa. Sasa unataka kuniambia shwari utaenda ulale ukipiga maraya ama ulale ukipora watu usiku, alafu nikuje nikuhubiria mahubiri ya kukuforeza kukuambia ati hutakufa? Na askari wanalala usiku wakizunguka na mabuduki wakitafuta waisi wa wawe, utakufa.
Sasa wachana na spaghetti na mchere, kwa sababu ukisoma hiyo Biblia, wakati Yeremia aliambiwa watapigana na wewe lakini hawatakuweza, usistiki na hiyo verse, anzilisha pale juu, sikie ni nini ilikuwa imesemwa na Mungu. Mungu aliambia Yeremia, wakati Yeremia utayatabua mema ndani yako uyakamate na uanze kuyafanya, vile vile utabue mabaya uyatoe kwako. Wakati ule utakuwa kama mimi, watapigana na wewe lakini hawatakuweza. So hii mahubiri ni ya Yeremia, ni ya mtu atafanya kama Yeremia, mtu ambaye ataachana na maovu na atende mema, si ya malaya. Hizi mahubiri ya mkola, unakuja kufurahisha mkola amelala akipora watu usiku, alafu na anatafutwa na askari na bunduki wa muue, na wewe unakuja kanisa kumfurahisha, kumwambia ati atapigana naye na atawezwa. Atawezwa bwana. Ala, mwambie ukweli. Mwambie utakufa. Haya, kwani iko nini? Acha kufurahisha watu, acha kupea watu spaghetti. Hiyo ndio ninakwambia inaitwa spaghetti. Sasa ukizoea kukula spaghetti na mchere, utakuwa weak spiritually, and when it came ni vita spiritually, my friend, utawekwa chini. Zoea kukula chakula kilicho na nguvu na utakuwa katika kiroho, na majaribu ya kinja. Unajua kuna watu wako kwa Biblia wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Ni watu wamekula githeri, chakula kimekomaa. Hapa ndipo tunaona wanaambia mfalme Nebukadneza kwamba sisi hata kama Mungu tunayemtumikia atatusaidia, basi sisi kwetu tumekata kauli kwamba hatutainamia bali. Watu hawajakula sefesefe, walielewa na walifahamu na walijua Mungu wao vyema kwamba Mungu haokoanagi ati vile wewe ati sasa unaweza wekea Mungu condition, umwambie hii mwaka kama unibariki na Bwana siendi hiyo kanisa, siukatae. Sasa walielewa jinsi Mungu anafanyaga kazi. Haleluya. So wachaneni na hii ndio unasikia unasikia pastor mzima imeenda hivi, mtu amekuwa mwokovu miaka 10 sababu amezoea kukula chakula ambazo ni chakula chepechepe. Unasikia mtu ati amekataliwa na msichana abejinyoga kwa sababu yeye he is not strong spiritually. That is why ataki na ruswa inamgoga anaenda chini. Jameni, simama kidete katika imani. Kuwa askari aliyekamilika, askari anayemakinika katika nafasi yake. Usinunue uoga. Do not be intimidated. Do not hesitate, ladies and gentlemen. Sababu kama unataka kufaulu katika kimaisha, uelewe ni lazima utapitia hali gumu. Yeyote yule aliye na nyota ama whoever is there na ako na destiny, lazima upitie kitu inaitwa hardship. Na hii hardship isikutume ujidharau na urusi hope. Watu wanapitiaga mambo mingi, lakini jitie nguvu na usimame kidete na utangaze msimamo wako na utaenda bali. Shalom. Mungu akutende mema, akubariki na kuinue. Wacha tuzidi na kusemesana, si mwingine bali ni wako Alex Wawajiro. Ngai aragweka wega, arokurathima. Thank you very much.